Pamoja na kwamba tuko katika kata ya Itumba, lakini mkutano huu una sura mbili. Ni kata ya Itumba, lakini Itumba pia ndio kwenye viongozi karibu wote wa wilaya hii ya Ileje. Lakini pia Itumba ndio makao makuu ya wilaya yetu ya Ileje. Kwa hiyo unapoongea na kata ya Itumba, kwa namna moja ama nyingine unakuwa unaongea na wana Ileje, kwa maana hiyo unaongea na wananchi wa Ileje. Nitatumia muda mfupi sana ili walau niweze kuelezea machache makubwa ambayo yameweza kufanyika katika awamu hii, awamu kuanzia ya 5 kuja awamu ya 6 katika kipindi cha hayati Magufuli, lakini sana miaka 4 ambayo Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameyafanya katika wilaya ya Ileje. Naitwa Mhandisi Godfrey Kasekenya Msongwe. Nimezaliwa kitongoji cha Mkuyu, kijiji cha Kalembo, kata ya Kalembo. Fikra, bunifu na vitendo, Ileje inafunguka. Nimepewa dhamana ya miaka 5 kuwa mbunge wa wilaya ya Ileje. Kwa hiyo natambua ni kiongozi wa wanaileje kwa nafasi ya ubunge. Na kiongozi yoyote lazima awe na uwezo wa kuonyesha njia, awe na uwezo wa kufanya maamuzi sahihi wakati sahihi, lakini awe na maono, awe na uwezo wa kusikiliza. Kiongozi huyo ni lazima awe mtiifu, na wakati fulani awe tayari kubadilika pale ambapo anashauriwa. Awe ni mtu ambaye anaweza akashauriwa, lakini muhimu sana lazima awe na malengo. Kiongozi yoyote lazima jipangie, ninategemea kufanya hiki leo kutoka hapa mpaka pale, ama katika kipindi changu hiki kama nitatekeleza hili basi mafanikio yangu yatakuwa ni 5%, 20%, ama 100%. Na unaweza ukafanya ukapitiliza ukafanya hata 100% zaidi ya 100. Kama kiongozi hana malengo hawezi kufanya chochote, kwa sababu hata kujipima mwenyewe hawezi kujipima nini alipanga kuyafanya, na anapofika mwisho ndio bana wenzetu wanafanya tathmini, katika kipindi changu nimefanya nini. Na nataka niwahakikishie mimi kama mbunge wa Ileje, na hili nataka niliseme hadharani, katika mambo ambayo nilikuwa nimeyapanga kuyafanya, nasema Mungu amekuwa ni mwema sana kwangu. Amekuwa ni mwema. Yako maeneo ya elimu, yako maeneo ya afya, yako maeneo ya maji, yako maeneo ya miundombinu, yako maeneo kadhaa ambayo ninaona mengine nilichokuwa nafikiria nadhani nimevuka malengo, niko zaidi ya 100%. Mengine niko 85, mengine niko 90, mengine naona niko 100, lakini kwa ujumla wake ingekuwa ni wale waliosoma shule nasema nina A. Mimi nikijifanyia evaluation, nikijifanyia tathmini, na nitasema yapi na nilikuwa nimepanga nini. Nimesema hapa naongea na kata ya Itumba, lakini kimsingi naongea na wilaya ya Ileje. Na kwa kuwa limesemwa, hiki kitabu kina kurasa 35. Kitabu hiki ni miradi iliyotekelezwa katika tarafa ya Bulambya tu. Katika tarafa ya Bulambya tu. Sasa wale wakati fulani wanasema hutakiwi kubishana na watu wa barabarani. Njoo na ushahidi, njoo na takwimu, utakuwa umemaliza. Na usiwe na maneno mengi sana ya kubishana. Kwa hiyo yule ambaye anasema Bulambya tumefanya nini, hiki kitabu ni yale yaliyofanyika Bulambya katika kipindi changu. Na bahati mbaya ukienda Undali wanasema Bulambya ndo kulikofanyika mambo mengi sana. Hili linanifanya nikienda Bundali
wanasema kwa nini Bulambi ndiko kulikofanyika mambo mengi sana. Kwa hiyo tathmini ya haraka manake ni kwamba basi tumefanya kazi maeneo yote vizuri, kwa sababu huyu anasema huku ndo umefanya zaidi, huyu anasema huku umefanya zaidi. Mwisho wa siku manake tumefanya mambo yote vizuri. Na mwalimu aliwahi kusema ukiona mtu anakuwa na hoja kama hizo, anaongea sana mambo ya ukanda, kimsingi huyu amefilisika kiakili. Miradi ya Itumba nataka nisirudie. Mheshimiwa Diwani, Mheshimiwa Mara ameelezea vizuri sana, lakini iko michache nitaielezea. Swala la maji, na nataka nianze na maji ambalo leo imekuwa ni agenda. Maji hayapatikani kisawasawa na nakiri, lakini haijawa hoja kwamba maji lini mradi utaanza. Tuko zaidi ya 85%, tunaenda 90 kwenye miradi ya maji. Mpaka tunapoongea hapo, mradi mkubwa wa maji, wale wasiojua, bomba kubwa lina kilomita 14.5 zimeshatandazwa zote. Na kwa maji ya kugawa haya mabomba tuna kilomita 65 ambayo yameshatandazwa. Kilomita 65 nadhani huko Isoko kama sikosei, kutokea hapa unakani ndio mabomba hayo unayoona yamekwenda, lakini kitaalamu kiapima tuko Isoko kwa maji haya. Kinachotusumbua sasa hivi maji ya Itumba ni kwamba vile viungio ndo bado hatujavikamilisha ili tuunge yale mabomba mapya. Na tulichofanya kwa sababu ya changamoto, tukasema maji yameshafika kwenye matenki mawili, la Tigo na la Isogole, hebu tuunge kwenye mabomba yetu ya zamani. Sasa kama mmemsikia Mwala, naomba nimshukuru sana Mwala na Kapesa. Lakini kuna mzee mmoja, mzee wangu Msomba, nadhani yuko kwenye kitengo cha maji. Wakati wenzetu wa maji wanasema chanzo kinatosha, nakumbuka maneno yake, alisema mwanangu, maji hayatoshi kwenye chanzo, mimi najua. Nikasema nitawaita watu wa taifa kipindi cha mwezi wa 10, tunaenda na huyu bwana. Mwezi wa 10 kwenye chanzo kule maji yamekauka. Tuko na watu wa taifa. Tukasema unataka kutuambia nini? Na watu wa bonde walisema sawa. Nimeenda mimi, sio kwa kumtuma mtu. Tukasema tunahitaji chanzo kipya kikubwa na sio hicho. Lakini mradi ule kwa ukae hivi. Mwala, mimi lazima nikushukuru kwenye hilo. Na Mheshimiwa Kapesa kwa sababu alikuwa kila siku anasema haiwezekani. Tukienda kwa wataalamu wanasema bonde linasema maji yanatosha. Wakasema tusubiri twende mwezi wa 10. Walivyoenda wakasema chanzo kingine kiko wapi? Kitu gani sasa hivi hakijafanyika? Tumeshindwa kujenga sasa hivi chanzo kipya kwa sababu ya kufikisha vifaa vya ujenzi kwenye intake mpya. Lakini mvua itakapopungua, hiyo ndo kazi kubwa. Na ndo maana maji yanashindwa kuja mengi kwa sababu bado tunatumia chanzo cha zamani. Lakini tutakapojenga kile chanzo kipya ambacho tayari kilishasanifiwa, mvua ikishapungua, nadhani tutakuwa tumemaliza. Na ndio maana kazi zingine zote huku zinaendelea. Kwa hiyo ndo hizo asilimia ambazo zinafanya 85 hazijafika 100. Na tunatakiwa tujenge tanki lingine la lita 500 pale Ipapa. Tigo limekamilika la Isogole na linapata maji, lakini kwenye chanzo cha zamani. Lakini swala kubwa ni kwamba tumejenga mtambo wa kutibu maji, water treatment plant. Na tayari taarifa hizo nazo ni kwamba hata zile dawa za kutibia zishakuja. Na nadhani yako majaribio yamefanyika, kuna maji yanakuja ambayo sio machafu. Nitasema ni uongo ili kama mtu wa Ruwasa niambie sio kweli, lakini naambia tayari wameshaanza kutibu maji. Na mimi nimetuma vijana wangu, tuna documentary ambao wamekwenda wala watakao bataka. Nimepiga miradi yote ukiwepo na ule mradi kuonyesha nini kimefanyika. Kwa hiyo kwenye maji tumechelewa kwa sababu ya mtiririko, lakini mazingira yanayosema. Lakini kitu kizuri
ni kwamba tunakwenda kumaliza hilo tatizo na kudumu kabisa, na tunaambiwa maji hayo yatakuwa na uwezo, labda kama mahitaji itakuwa ni miaka 30 ijayo, lakini maji ni mengi ambayo tutapeleka Ilulu, tutapeleka Izuba, lakini maji sehemu yote yatakuwa yapo. Sasa asiyeona anaweza kusema, lakini utasema tunatania kwa kazi yote iliyofanyika hiyo. Hapana. Sasa ukisema hatujafanya huu mradi, lini umeanza kuongelewa? Mradi wa maji ni miaka mingi. Sasa leo tuko hapo, lakini tunakwenda. Huo ndo mradi wa maji. Nitaongelea swala vizuri ukiachilia mbali hiyo budget, lakini tunasukuma, na nakumbuka waziri mkuu alitoa maelekezo ambayo pia tunayafanyia kazi. Uwigo wa hospitali, jiko, lakini wengine tunaenda mbali zaidi, hata chuo cha nesi eneo husika, ikiwezekana basi tuweze kufanya. Na unapokuwa na vitu kama hivyo, manake unaleta maendeleo zaidi katika eneo husika. Sasa kwenye swala la maji, nadhani tumelimaliza kwa kata ya Itumba, ambayo nitaka nilielezee asilimia hizo 85 ni za nini. Kwa hiyo ni kweli maji yana upungufu, lakini kwa sababu tunatumia chanzo cha zamani. Sasa Bulambia, naomba wana Bulambia mnisikilize. Ukipiga hesabu fedha iliyofanya kazi Bulambia na Bundari, huku fedha imefanyika nyingi zaidi na miradi imefanyika mingi. Kitabu changu hiki ni miradi ya Bulambia ambacho ni cha tangu mimi nimeanza kazi. Miradi ya Bulambia tu na hela zake hichi. Sasa wale matomaso mimi naomba waje wapapasi hapa. Kitabu kitabaki hapa. Nitaongelea miradi michache sana. Sitaongelea zahanati, miradi michache, ukarabati wa shule, lakini nitagusa tu miradi mikubwa. Moja ni huo wa maji. Hii taa, sijui, sina uhakika kama kuna mtu anaweza akasema waliwahi kuomba taa sijui ziwepo barabarani. Hakuna. Na hii nasema, naongelea sasa Bulambia ili mnisikilize vizuri. Tuna taa Isongole, tuna taa Itumba, hizo ni za barabarani. Tuna shule ya msingi Ipapa, akiwaambia diwani atawaambia ilipatikanaje hiyo shule mwanzo mwisho. Shule ya msingi Ipapa, miradi mikubwa, unaongea milioni zaidi ya 500. Tumejenga shule Izuba ya sekondari ambayo leo tunaifanya A level. Shule ya sekondari Izuba inakuwa A level. Tumepeleka hela nyingi sana Mlale pale. Shule ya sekondari Mlale inakuwa A level. Tumefungua shule ya girls pale ile girls, na hii pia niwapongeze sana halmashauri. Walinunua lile eneo, tulivutana. Wao walikuwa na mawazo tofauti. Mimi, Mheshimiwa Diwani, Mheshimiwa Mwenyekiti, nilisema tunahitaji kuwa na shule maalum ya watoto wa kike ambayo ni olevu, ambayo itachukua watoto wetu wale wanaofanya vizuri katika kila kata. Watoto wetu wa kike hawaendi mbele. Hawaendi mbele kwa sababu ya mazingira yetu. Mtoto wa kike akiwa huko awarumiana nikawa ama yabaguso mama kuti kasemba mishi ukapakupia ukapakuombaji. Watoto nashindwa kwenda mbele. Kwa hiyo matokeo yake hupati watoto wengi wa kike watoka Ileje wakisema waliomaliza university. Kwa nini? Kwa sababu ya misingi mibovu. Hili na ndio maana nikasema kwenye elimu ineleka tiki. Na waliokuwa nanifuatilia mimi wakati naomba ubunge, ilikuwa ni moja ya ajenda, ni lazima tuwe na shule maalum ya watoto wa kike. Kitu kilichotokea kikawa kizuri, yani majengo yalikuwa chini ya Wizara ya Ujenzi, ilikuwa ni rahisi sana kuyabadilisha kwenda kwenye shule. Leo ni kati ya shule ambazo zinafanya vizuri, na hiyo shule leo inakwenda kuwa A level. Inakwenda kuwa A level. Tumejenga shule ya msingi Itaba mwanzo mwisho, shule bora kabisa. Na shule
ya awali ya mfano Itaba pale Ikumbilo. Tumejenga shule ya msingi Chitete, mwanzo shule kumechoka kabisa. Tumejenga shule ya sekondari Shinji, mwanzo mwisho, leo inafanya kazi ya sekondari. Sasa leo tuko tunajenga shule ya ubatizo Sunga. Acha au bana. Hela tunazo milioni kama 580 na kitu. Milioni 300 tunazo. Tunajenga shule hapo. Sasa mtasema ishisho huyo chini muundali, alafu mniambie shule kama hizo undali zimejengwa wapi? Atakaye kuwa mjanja aje simame. Hata bundali zimejengwa hizo. Hizi shule ziko tarafa ya Bulambya. Leo tumejenga madaraja ya Ikumbilo Chitete. Kibaya ambacho kinatusumbua pale lingawa asengumu singidalai ipano awandawa uchepusha shibarawa yakakuyenda kula ndalai yale mapano. Lakini tumejenga madaraja yamekamilika, madaraja mazuri. Barabara ya kutoka Ndola, Ishinga, Shuba hadi Ibaba. Wazee wa zamani, yuko mzee wangu mwenyekiti wa chama anaitwa Mlalila. Wakati nasema tunajenga akati Steve na kasenga pana mandalaya awilembo numati ungasenga msewa uwe. Namba tunajenga. Leo tunapita hapo. Hayo barabara ziko Bulambya. Sio Bundali. Leo kuna barabara inatoka Ibungu, Mabula inaenda Shikunga. Iko Bulambya. Leo watu wa Shinji wanakwenda, yuko diwani wa Mbeya, niwaambie aliniambia neno moja wakati mbunge. Akati mheshimiwa alisema neno gumu sana. Na hata juzi nilivyosema alirudia, akati mbunge umuseo wa mapambe ya kushinji baina nindarayi pala. Akati koka kubawashe binguli mulisha ulinu mukashi wako kwa gabalumia. Alisema hadharani awalumiana kwa ye ulinu mukashi wako apoto wampimba afu wakumikatite ulo uwe kutesha unga huwa. Nilisema hili ilikuwa neno gumu. Nilisema tutajenga. Leo hayo tena hayapo. Tuna Mapogoro kwenda Mtima, barabara zimejengwa, na hizi nazo zisema sio za TANROADS, ni barabara za TARURA. Wananchi wangu, leo tunafungua barabara ya Ibaba kwenda Chilemba. Lali Chilemba tumeshaifungua, bado kuweka molam. Na ninapoongea tuna milioni 325 kwa ajili ya kwanza kuweka molam kutoka Lali kwenda Chilemba. Kufungua, mtu akitoka Sangi mpaka Lali ni kama kilomita 15. Akija Ibaba anakuja Shuba anaweza kama ametumia pengine kilomita hazidi 70. Wakati angezunguka kutoka Isange, Katengele, Shikunga, Ibaba unaongea kama kilomita pengine 50 ama 55, lakini pale ni kilomita 15. Hiyo ndio tunasema unaifungua ileje, na hizo barabara ni za TARURA. Kama wangekuepo, na hizi nasema ambazo zinaunganisha Bundali labda na Bulambya ama ziko ndani ya Bulambya. Ninavyoongea sasa mimi nimeshangaa watu wa Ilanga wangekuepo, na kwa sababu ni majirani. Daraja la Ilanga, mimi nimesikia watu wamedandia hoja wanasema daraja la Ilanga. Daraja la Ilanga tulipata bilioni 2.8. Tumefanya usanifu, tulitangaza tenda, akapatikana mkandarasi, hakuwa na sifa. Na wale ambao mnaingia kwenye mifumo ya NeST, ingieni ili muone. Sasa tumepata mkandarasi ambaye sasa tunavyoongea mkataba, kwa sababu miradi yote mikubwa ambayo inazidi bilioni lazima iende kwa mwanasheria mkuu. Uko kwa mwanasheria mkuu kuupitia ili tuanze kujenga daraja na barabara zile zinazoingia pale mto Ilanga. Bilioni 2.8 bilioni. Halafu kuna watu wanasema mbunge afanye kazi. Sio kama
Mheshimiwa Diwani, hii miradi unayo kwenye vitabu vyako? Unayo. Hongera sana. Tumejenga barabara ya kutoka Ibezia kwenda Ndola. Barabara ilikuwa imekufa kabisa. Na huu mto Mafumbo, hii Yuli Ibezia, tumeshatenga kufanya upembuzi yakinifu na usanifu kwa hilo barabara. Daraja hilo ili tuweze kulijenga. Na wakati naomba walisema hili tusubiri, lakini kwanza lifanyiwe usanifu. Sasa tunaanza barabara ya kutoka Isongole, Pamuyereka, Pachau, Pabupigu, Piungu, Pilondo, Pamalangali, Pakaperekesi, Pandembo mpaka Pisoko. Hiyo barabara yenye kilomita 52.3 watu wamesema sana haitajengwa. Mimi ni mhandisi kwa sifa yangu, na ni mhandisi ambaye wahandisi nasema hatuna maneno mengi, tunatamani tuone matokeo. Na siasa ya leo sio propaganda, sio porojo. Watu wanahitaji matokeo. Tatua matatizo ya wananchi. Huo ndio uongozi. Sasa kuna watu walikuwa wanaombea eti sijenge tu kwa sababu huyu bwana atapata sifa. Watu tupate shida.